Unakutana kitu tu, nafsi yako inakosa amani kabisa. Unakutana kitu tu, moyo wako unakosa furaha, unakuwa na huzuni. Unakutana na kitu tu, unakuwa siku hiyo unakuwa hauna furaha ndani ya moyo wako. Mateso. Nafsi yako inakuwa iko kwenye nini? Kwenye mateso kabisa. Na watu wengi hawafahamu. Wakati wa matambiko ama wakati wa vikao vya kichawi, huwa wanaita nafsi za nini? Za ukoo mzima. Jesus. Wakiita nafsi za ukoo mzima kwenye zile madhabahu, wakaita jina lako, nafsi yako popote ulipo inaondoka. Ndiyo. Inaenda kuwa kwenye nini? Kuwa kwenye ule mkutano wao pale. Sasa kama kuna kitu wanataka kukufanyia, manake watakifanya pale pale. Umeelewa? Amen. Nafsi yako inaweza ikaitwa usiku wakati umelala, ndio ile unakuta unafukuzwa, uko sehemu labda unafukuza na watu vita, wanataka kukuua, ama unafukuzwa na wanyama wakali, nyoka, simba, mbwa, chui, wanyama wakali tu wale wala nyama na damu za watu, wale wauaji wanaorarua wale, unakuta tu unafukuzwa, alafu ghafla ukishtuka kwenye usingizi wako, moyo unaenda mbio, una amani, una furaha. Nini kimetokea? Nafsi yako inapita kwenye nini? Kwenye mateso ambayo ni makali. Na maombi yangu kwa Yesu Kristo leo ni kwamba Yesu Kristo akutenge na mateso, roho ya mateso, akutenge na laana ya mateso. Nataka uniandikie kwenye message, ndio kwamba ni kiu yangu kuijenga madhabahu ya Yesu Kristo. Na ninajitenga na roho ya mateso, najitenga na laana ya mateso, ambayo niliungamanishwa nayo kupitia madhabahu za kiukoo na madhabahu za nini? Za kifamilia.